Afadhali umekuja Kisoda. Utakufa. Abe baba, ulikuwa wapi? Hivi unajua mama yako alikuwa anakutafuta? Ila nikikuangalia wewe ni mweupe. Ukiingia huko sidhani kama utatoka sana. Hapo utakataa. Utabaki kwenye hicho kiti mpaka unaingia kaburi. Tunamuona Kisoda akiwa ameshafika hapo msituni. Hiyo tu ni kwa ajili ya kumzuia rafiki yake asiweze kuingia katika huo msitu. Maana huo msitu ni hatari na Karobo anachokwenda kuitafuta basi ni tiba kwa ajili ya baba yake ili aweze kupata ule mmea ambao utakaoweza kwenda kumtibu baba yake miguu na aweze kusimama kama awali. Lakini kwa upande wa Kisoda anaweza kumzuia. Sasa nipende kukuambia kwamba kama ndo mara yako ya kwanza unaanza kutufuatilia, basi hakikisha unagusa maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe na utakuwa umetisha kinoma nami utakuwa umeweza kunisaidia na kunizidi unipatia nguvu ya kuwaletea vitu vizuri kila siku. Sasa pia tuache maoni yako hapo chini kwenye comment kuhusiana na movie hii inavyoenda. Kinachohitajika ni kuangalia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kuelewa nini kinachoendelea katika tamthilia. Basi tumeona Kisoda hapo akiwa ameweza kumzuia Karobo kwamba asiweze kuingia katika ule msitu, na atakapoingia tu katika ule msitu basi mazito yanaweza akamkuta na kupelekea Karobo kuweza kupoteza maisha yake, yani kuweza kufariki. Kwa moja tukumbuke awali Pete nao imeshamzuia kwamba Karobo usiweze kuingia katika msitu, na pindi utakapoingia basi utaweza kufa. Sasa kwa upande wa Karobo imekuwa tofauti sana, kwa sababu Karobo amekuwa akiamini kwamba amepata msaada au rafiki yake wa Kisoda kwamba amekuja kuweza kuhakikisha kwamba anaingia naye katika msitu. Basi Karobo baada ya kumuona rafiki yake Kisoda anaweza kufly na moja kwa moja anamwambia kwamba afadhali nimepata kampani ya kwenda katika msitu, maana nilikuwa anaogopa sana kuingia katika msitu. Na Kisoda anamwambia kwamba usiende katika msitu, na utakapolazimisha kuingia katika msitu basi utakufa. Lakini tukumbuke sasa huyu mtoto amevaa roho ya kiujasiri ya kutaka kuweza kumsaidia baba yake, lakini matatizo yote yanasababishwa na mama yake, yani mama yake Karobo. Yeye ndio chanzo cha yote haya mpaka sasa hivi mwanae anahangaika kuweza kutafuta dawa. Na moja kwa moja sasa mwanae anapohangaika kutafuta dawa anaonekana kwamba ana huruma na ana moyo wa huruma wa kutaka kwenda kumchukua mtoto wake na kumzuia kwamba asiingie kule katika msitu. Lakini huku tunaona kwamba roho yake ikiwa haiwezi kuyastahimili yale ambayo hata mtoto wake alipata ujasiri wa kwenda kutaka kuweza kuingia katika ule msitu ili mradi tu apate dawa ya kwenda kumtibia baba yake. Sasa mama Karobo akiwa anataka kuja huku kumtafuta, lakini tumeona Kisoda ameshamwahi na moja kwa moja anamnusuru, kwa sababu huo msitu unasemekana ni msitu ambao watu wengi hupotea na wakiingia huko basi inakuwa ni ngumu kuweza kurudi. Sasa kwa upande wa Karobo moja kwa moja aliweza kumwelewa rafiki yake na kumwambia basi haina shida, kama ndio hivyo basi mimi nitarudi. Moja kwa moja anarudi nyumbani na baba yake huko akiwa na mawazo mazito kwamba ni wapi Karobo mwanae atakuwa ameenda, lakini akawa anajua moja kwa moja mwanae atakuwa ameenda katika ule msitu kwa ajili ya kumtafutia ile dawa. Na tukumbuke hiyo dawa aliambiwa na aliweza kupewa ushauri na moja kwa moja anautekeleza sasa hivi katika kuitafuta hiyo dawa. Sasa baada ya Karobo kuweza kurudi, mawazo ndo akazidi kuwa mengi, kwa sababu Karobo alijua kwamba atarudi na dawa, lakini anarudi akiwa mikono mitupu, kitu ambacho kinazidi kumpa mawazo mazito sana huyo baba Karobo, kwa sababu mawazo yake alikuwa anawaza kwamba Karobo basi atakapoweza kuingia kule ndani ataweza kupata zile dawa, na akawa anamwamini kwamba mwanae atakapoweza kuingia katika huo msitu basi atahakikisha kwamba anarudi na dawa, na akaamini kwamba mwanae ni shujaa, kwamba ataweza kuhakikisha anapata ile dawa ambayo itakuwa ni tiba kuweza kumtibu baba yake. Sasa inakuwa ni tofauti kabisa, maana Karobo amerudi bila dawa na amerudi mikono mitupu, na hayo yote hakuna anayejua. Dada yake ajui na mama yake Karobo ajui, dada yake na baba Karobo ajui chochote, ambaye
ni anti yake na huyu Karobo, ni anti wa Karobo ajue kama Karobo amesharejea nyumbani na hajaingia katika ule msitu. Lakini pongezi kubwa zote apewe Kisoda, maana bila yeye basi Karobo angekuwa ameshaingia msituni. Sasa tunamuona huyu mama Karobo baada ya kufika katika ule msitu aliweza kukutana na mtu ambaye alimuonya kwamba asiweze kuingia katika huo msitu, na pindi tu atakapolazimisha kuingia katika huo msitu basi makubwa anaweza kumkuta na hatimaye asiweze kurudi na akapotea moja kwa moja. Sasa alipewa option mbili, kama yeye ni jasiri na anajiamini anaweza kupewa kibali cha kuingia katika huo msitu, lakini kutokana na roho yake ndogo au roho yake dhaifu, basi moja kwa moja tuweza kuona kwamba anashindwa kuingia katika huo msitu na akaamua tu aweze kutulia ili mradi makubwa asiweze kumkuta. Lakini sasa akiwa njiani anarudi akawa na mawazo mengi sana, huku akiwaza hata kumkimbia mume wake ambaye ni baba Karobo. Akawaza, kwa nini mimi namngangania sana huyo mtu na ni mlemavu, kwa nini au niondoke nimkimbie? Lakini akafikiria kwamba hata akimkimbia bado kaka yake atamtafuta popote alipo na atahakikisha kwamba anarudi au anamrudisha. Sasa huyu mwanamke bwana ana roho mbaya, na roho mbaya yake sasa hivi imefikia pabaya na kupelekea kuweza kuhatarisha maisha ya mume wake. Yani huko nyuma tuweza kuona kwamba alikuwa anamwekea sumu baba Karobo, na akawa anajiuliza baba Karobo ana nini, kwamba nimejaribu kutumia njia nyingi sana za kumuua lakini imeshindikana. Tukumbuke baba Karobo ana mzimu ambao unamlinda, ambao huo mzimu ndio unamsaidia sasa hivi kuweza kusurvive, ambao unamwepusha na hatari zote ambazo zitaweza kutokea au hatari ambazo zinakuja na zinataka kutokea. Kwa hiyo tunaona moja kwa moja kwa upande mwingine anaweza kushindwa lile jaribio lake la kutaka kuweza kumuua. Sasa huku Fashion akiwa na mpenzi wake ambaye ndo anti yake na Karobo, moja kwa moja anaweza kumlalamikia na kumwambia kwamba wewe hujabadilika kitu chochote. Yani nimetoka ndani, nimerudi sikukuti, na kama kaida yako umeenda kuzurula na umeenda kwa wanaume wako bila kujua kwamba alikuwa na hofu, na moja kwa moja alienda kwa kaka yake kuweza kumwangalia kama Karobo yupo nyumbani ama la. Lakini Karobo alikuwa ameshaingia katika ule msitu au ameenda katika ule msitu, na moja kwa moja hii yote ni kutaka tu kutafuta dawa ya kumtibu baba yake. Kwa hiyo Fashion akawa anamlalamikia sana huyo mke wake, lakini moja kwa moja akawa hajui kwamba Karobo ndo alikuwa anahatarisha uhai wa familia yao, au alikuwa anaweka watu hofu na roho juu katika familia yao, na moja kwa moja ikapelekea sasa wao kuingia msituni na kwenda kumtafuta. Moja kwa moja aliweza kuisha na akamwambia kwamba kimeweza kupiga sana rafiki yako, basi utaweza kuingia ndani. Lakini pia tunamwona huku Karobo sasa baada ya kurudi nyumbani akiwa na mawazo mazito sana, ni jinsi gani atakavyoweza kupata hiyo dawa na jinsi gani atakavyoweza kuingia katika huo msitu, maana hiyo dawa haiwezi kupatikana sehemu nyingine popote isipokuwa katika huo msitu. Kwa moja kwa moja tumeona Karobo akiwa anaweza kuwa katika mawazo mazito, maana anampenda sana baba yake, na tunaona kwamba wameweza kuteseka wote kutokea nyuma, kipindi cha nyuma mpaka sasa hivi wako wanaaso wote. Sasa tunamuona kwamba Karobo ni mtoto fulani hivi ambaye ana upendo kweli, na amejitolea sana kuweza kumsaidia baba yake katika hali na mali. Na sasa hivi baba yake ili janga ambalo limemkuta, basi amesimama naye kuweza kutaka kumsaidia. Lakini rafiki yake Kisoda anamwahidi kwamba nitahakikisha kwamba baba yako anaweza kulikava mapema na anaweza kurudi katika hali yake na kusimama kama awali alipokuwa anasimama. Kwa hiyo hayo yote anafurahi baada ya kusikia hivyo. Lakini kwa upande wa baba Karobo, mawazo kwake pia bado ni mengi, huku akikumbuka kwamba kuna watu ambao walikuja na kuweza kumwambia kwamba baba Karobo umelogwa. Tukumbuke yule mganga ambaye alikuja
lakini akamwambia kwamba mtu aliyekuloga basi ni wafanyakazi wa mke wako, yani wafanyakazi ambao wanafanya nao sehemu moja, mke wako ndo ameweza kukuloga wewe. Lakini sio mke wako aliyekuloga, bali ni wale watu wameweza kutumia udhaifu wa mke wako kuweza kukuloga wewe. Kwa hiyo moja kwa moja baba karogwa hapo. Hiyo sio hali ya kawaida na ni hali ya tofauti sana ambayo imeweza kumtokea. Sasa je, maswali ni mengi sana ya kujiuliza katika tamthilia hii. Huyu mama Karobo akiwa anawaza mawazo mengi katika akili yake, huku akiwaza kwamba aweze kumkimbia baba Karobo ndio litakuwa suluhisho, lakini sio suluhisho. Lakini pia katika akili yake bwana anawaza kwamba au aweze kumuua ili mradi tu aweze kuwa huru. Kwa hiyo anachokitafuta baba Karobo ni amani ya moyo, lakini amani ya moyo hiyo ambayo anaitafuta yeye sio amani sahihi, kwa sababu kama kumwacha baba Karobo angeweza kumwambia na mambo wangeweza kuyaongea, kama ni kuachana wakaachana kwa amani. Lakini hivi anapotaka kufanya sio, kwa sababu itapelekea kwamba yeye mwenyewe anaweza kupoteza maisha. Sasa maswali ni je, ataweza kutimiza mpango wake wa kutaka kumuua baba Karobo, au je ataweza kumkimbia baba Karobo kama yeye anavyotaka kuweza kumkimbia baba Karobo? Maswali ni mengi sana. Tuachie maoni yako hapo kwenye comment, ukituambia huyu mama Karobo hii akili yake ambayo iko sasa hivi basi itaweza kufanikiwa, au mpango wake ambao anao utaweza kufanikiwa. Lakini upande wa pili huku tu baba Karobo, je, ataweza kulikava na kusimama tena, na Kisoda pamoja na Karobo wataweza kupata dawa na moja kwa moja ili mradi baba Karobo aweze kusimama. Basi mpende kuambia bye bye, tukutane next time, bye.